Kabla ya taarifa hizi nzito ambazo ni za asiri kubwa, ikiwa wewe ni mgeni ama unatufuatilia katika mtandao wetu wa Tanzania ITV kwa mara ya kwanza, naomba tu uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele kiko hapo kando ili kuendelea kupata taarifa za Tanzania ITV. Cha kuzingatia zaidi, cha muhimu, usisahau kubonyeza alama ya like. Karibu ni kufahamishe wakati tunabeberusha matangazo haya kutoka Mbeya. Habari ambazo tumezipokea ambazo ni za asili, huwezi kuzipata mahali popote kwa vyombo vya habari, ila tu baada ya kuyasikia haya sisi tunawafahamisha. Mtoto wa rais wa taifa letu la Tanzania, Samia Suluhu Hassan, kuna mtoto wake ambaye anaitwa Abdul, aliweza kuvamiwa wakati alienda katika taifa jirani la Kenya, jambo ambalo limesababisha rais wetu Suluhu haamini kinachoendelea baada ya mtoto wake kushambuliwa katika taifa la Kenya. Hatari hii kubwa. Mtoto wa Samia, Abdul Hassan, anadaiwa kutembelea na kufika katika taifa la Kenya. Alivamiwa na Wakenya kupitia mitandao ya kijamii kwa kusema yeye ni muuaji. Abdul ni muuaji ambaye amefika katika taifa lao la Kenya, na ninaomba kusoma yale ambayo waliweza kuyaandika katika mitandao ya kijamii wakati alionekana na akavamiwa hivi. Hello, wakatagi hapo DCI ya Kenya, Immigration Department, wakatag Foreign Affairs Kenya, Citizen TV Kenya, wakaandika hapo chini kwa kusema hivi: Abdul, the son of Samia, the illegal president of Tanzania, is in Kenya, being driven in a vehicle with Tanzanian registration T579EBW. He was involved in the killings. Do something. Yani nikitafsiri tu wanasema ya kwamba mtoto wa Samia Suluhu Hassan ambaye anaitwa Abdul, mtoto wa rais ambaye hatambuliki, ameonekana akiendesha gari ama akiendeshwa kwa gari katika taifa la Kenya, gari ambalo liko na nambari za usajili T579EBW, na aliweza kuhusika katika mauaji yaliyofanyika Tanzania. Wa Kenya tufanye jambo. Na gari hilo lilikuwa private ama la kibinafsi. Hivyo ndivyo aliweza kushambuliwa kwamba yeye ni muuaji, amefika katika taifa la Kenya. Haijulikani kwa kina ni kipi ambacho Abdul alienda kufanya katika taifa la Kenya, lakini ikumbukwe mwanaharakati wa taifa la Kenya Boniface Mwangi alikuwa Kenya, lakini akasafiri katika taifa letu la Tanzania. Wakati alipofika Dar, ama ukipenda Dar es Salaam, aliweza kutekwa nyara na kufanyiwa madhambi ya ulawiti. Sasa mtoto wa Samia alipoona hayo yameanza kusambazwa katika mitandao ya kijamii, ikasemekana ya kwamba huenda Wakenya wangelipiza kisasi kwa mtoto wa Samia Suluhu Hassan, Abdul Hassan. Akaondoka kisiri katika taifa jirani la Kenya, akavuka kuelekea taifa letu hapa Tanzania kwa sababu ya kuhofia maisha yake. Huenda Wakenya wangelipiza kisasi kwa sababu mamake ambaye ni rais na vyombo vya dola viliweza kumfanyia madhambi mwanaharakati wa Kenya
Boniface Mwangi. Lakini vile inasemekana kwa sababu Abdul ni mkuu wa idara ya usalama hapa Tanzania, huenda alienda Kenya ili kuchunguza na kujua ni eneo lipi wanaharakati wa Tanzania wanapangisha ama wanaishi katika taifa lile la Kenya, kwa sababu kuna baadhi ya wanaharakati wa Tanzania wapo katika taifa la Kenya na wanaendelea kurusha makombora wa uongozi wa mamake Samia Suluhu Hassan na kumlaumu na kufichua siri zote za serikali na matumizi mabaya ya hela na matumizi mabaya ya mamlaka ambayo aliweza kujikabidhi yeye mwenyewe wakati wa uchaguzi uliopita, kwa sababu mrengo wa upinzani huku shirikishwa katika uchaguzi uliofanyika mwaka jana, kwa sababu tunajua Suluhu Hassan aliweza kumzuia na kumfungia kwa jela mwenyekiti wa kitaifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu, akazuiliwa hakuwania kiti cha urais, na mwanasiasa mwingine kutoka mrengo upinzani aliyekuwa na umaarufu wa ACT Wazalendo Mpina naye aliweza kuzuiliwa, na tukashuhudia Suluhu Hassan akienda kwa debe peke yake pasipokuwa na upinzani, jambo ambalo liliweza kusababisha maandamano kwanza na vyombo vya dola. Samia Suluhu Hassan akaagiza waweze kutumia nguvu zaidi, jambo ambalo liliweza kufanikisha watu wengi kuuawa na kupoteza maisha yao na wengine kuzikwa mahali ambapo hakujulikani kufikia sasa. Lakini kituo cha CNN kiliweza kufichua siri, ambapo kupitia picha zile za satellite zilionyesha mahali ambapo makaburi ya halaiki yapo, na maeneo hayo yanadaiwa huenda Watanzania wengi waliweza kuzikwa. Na kufikia sasa mauaji yaliyotekelezwa hapa Tanzania, serikali imekawia na hata imekataa kutoa idadi kamili ya Watanzania ambao waliweza kuuawa kinyama, lakini kulingana na shirika la Amnesty International liliweza kusema zaidi ya watu 700 waliweza kuangamia, na mrengo upinzani ukadai maelfu ya Watanzania waliweza kuuawa. Kwa hivyo Abdul Hassan aliweza kuondoka kisiri na haijulikani kwa undani ni kipi ambacho alienda kufanya katika taifa la Kenya, lakini baada ya kuhofia maisha yake kwa sababu madhambi mamake ambaye ni rais aliyoyafanya kwa wanaharakati wa Kenya na yule wa Uganda, akahofia akaondoka kwa sababu ya kuhofia usalama wake katika taifa la Kenya. Sasa kufikia sasa vile hali ilivyo, serikali ya Tanzania inaendeshwa na familia Samiani rais, mtoto wake Abdul, ingawa haijathibitishwa kwa undani, lakini inasemekana yeye ni mkubwa wa idara ya usalama, na mtoto wake Wanu ni msaidizi waziri katika wizara ya elimu. Mkwe ambaye ameoa Wanu ni waziri wa afya katika taifa la Tanzania. Yaani ni serikali ambayo inaendeshwa na familia. Sasa yaliyotokea Watanzania bado hawajasahau, ila tu wanaendelea kuyakumbuka. Ndio maana tumeshuhudia hivi karibuni ICC kupitia naibu mwendesha mashtaka katika mahakama ya kimataifa ya kihalifu ICC aliweza kufanya kikao maalum na yule ambaye ni waziri wa masuala ya nchi za kigeni wa taifa letu hapa Tanzania. Kule Ethiopia walifanya kikao, kumaanisha ICC imeanzisha mchakato wa kujua vile maafa yalifanyika katika taifa la Tanzania. Mara mingi
Wakati mahakama ya ICC inaanzisha kesi, wanakutana na wakubwa ama maafisa wakuu haswa katika ngazi ya serikali ili kuwauliza mambo mawili matatu kuhusiana ni kipi ambacho wanachokijua. Na tulimuona Komba ambaye ni waziri wa masuala ya nchi za kigeni wakiwa na naibu mwendesha mashtaka katika mahakama ya ICC kule Ethiopia ambaye anaitwa Mame Mandiaye. Wakakutana na waziri Mahamud Thabit, lakini kufikia sasa haijulikani ni kipi walichozungumza kwa undani, lakini mara mingi tunajua ICC hivyo ndivyo inaanzisha uchunguzi, kwa sababu huyu ambaye ni mwendesha mashtaka katika mahakama ya ICC hakuna uzoefu mkubwa wa wanasheria wa miaka 34 na ni raia wa taifa lile la Senegal. Kumaanisha uchunguzi umeanzishwa rasmi hivi karibuni. Wakati tutakapopata taarifa za ndani, lazima tutazifichua zote ili kuweka wazi yale ambayo yanaendelea. Naomba kutamatishia hapo, lakini kabla nitamatishe, ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho usubscribe kwa kubonyeza button ya subscribe ipo hapo chini, na kengele usisahau kubonyeza kengele ili kuendelea kupata taarifa nzito kila wakati za Tanzania ITV. Tukutane, kwaheri.